Mlango ule wa 8 kichwa cha somo kinasema mtu ni kitu gani hata umkumbuke? Wanadamu ni kitu gani hata umkumbuke? Tumesomewa Zaburi ya 8, mlango wa 8 wa Zaburi, mistari iko 9, sio mingi. Ina hoja kubwa mbili leo. Hoja moja wapo ni udogo huu wa mwanadamu tulioona. Mtu ni kitu gani? Mwanadamu ni kitu gani? Na tunaona ni hoja kubwa sana kwenye Biblia, tunaona sehemu nyingine. Njia moja wapo ya kufundisha vizuri Biblia, kuisoma na kuelewa. Kabla hujachukulia kitu kama ni fundisho la kimungu au la, hebu itafute sehemu nyingine uone ni namna gani Mungu kaweka msitizo. Hiyo hoja Mungu kaisitiza sana, udogo wa mwanadamu. Mwanadamu ni kitu gani? Lakini kabla ya hapo kuna hoja nyingine sambamba na hiyo ambayo nimeona ina mstari wa kwanza mpaka wa 3. Inaonyesha hoja inayoonyesha ukuu wa Bwana. Wanadamu, Mungu na ukubwa wake, ukuu wa Mungu. Sasa hoja inayofuata baada ya ukuu wa Mungu ni udogo wa mwanadamu. Na ni hoja zinazotakiwa zishikane. Kwa nini? Kwa sababu Mungu asipokuwa mkuu katikati yetu, leo hii mwanadamu ana tabia ya kujiinua. Ana tabia kujiinua, na kuna wanadamu wengine wanachukua mpaka majina ya Mungu. Unakuta anaitwa jina la Mungu. Anaitwa Baba Mtakatifu. Hapana. Huwezi ukachukua jina la Mungu hata kama utalala chini watu wakakukanyaga ukajifanya tumekuwa mdogo. Hapana. Lile jina ndicho cheo chako. Kwa hiyo tunaona hoja hizo kubwa mbili, mstari wa kwanza mpaka wa 3 ni ukuu wa Mungu, ukuu wa Bwana. Na hoja ya pili ndio hiyo udogo au mwanadamu ni kitu gani, udogo wa mwanadamu. Kwa hiyo kama utangulizi tu. Leo hii ukiacha kwamba wanadamu pia wanajiinua. Wanajiinua katika vyeo, wanajiinua katika mienendo, katika wengine wanapiga picha, wanaonyesha ukuu wao, wanaonyesha mamlaka zao, wengine wanatesa wengine, kama yani kuna mtu anaweza akaamua akasimama kwenye nafasi yake akaamua ni mtu afe au apone. Yaani mtu anayeamua nani afe na nani apone katika hali ya kawaida ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu ndiye aliyeamua. Biblia inasema Mungu huhuisha na Mungu hufisha. Huinua na pia hufukarisha. Kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa kwanza. Samueli wa kwanza mlango wa pili pale mwanzoni wa kitabu cha Samueli wa kwanza. Hiyo milango miwili. Sikumbuki kati ya mlango wa kwanza na mlango wa pili. Sema Mungu huinua na Mungu hushusha. Lakini leo mwanadamu anachukua kacheo tu, anaanza kuonekana ni mkubwa kweli. Haoni hata hofu. Yesu aliwaambia wanafunzi wake sehemu fulani akasema walikuwa wanagombania ni nani aliye mkubwa katikati yetu. Yamkini Petro anataka kusema jamani mimi naona mara zote Yesu akianza kuongea anaanza na mimi. Labda ndo mkubwa. Yesu baadaye akasema mbona kama nilisikia mnagombana mlikuwa mnagombania nini vile? Wakasema hawakumwambia, akasema okay, ninyi mnagombania ni nani mkubwa katikati yenu. Anasema aliye mkubwa katikati yenu awe kama ndiye mdogo, na aliye kiongozi awe kama ndiye mtumishi. Akasema je, mimi katikati yenu si ndio kiongozi wenu, lakini nimekuwa kwenu kama mtumishi. Na wakati alikuwa katika zoezi la kuwaosha miguu. Na ile ilikuwa ni taswira tu, ni mfano, sio kusema kwamba utoke hapa unaitwa Baba Mtakatifu unaosha watu miguu na wadanganya. Hapana. Na vile vile tuidhibiti mioyo yetu. Ndani ya mioyo yetu kuna mtu anajiona yeye ndiye mzuri kuliko taifa lote. Mwingine ndiye msomi kuliko wengine wote. Mwingine ndio tajiri kuliko wengine wote. Mwingine ndio ana magari mazuri kuliko wengine wote. Na kadhalika vitu kama hivyo. Mwingine ndio anajua kuhubiri, mwingine ndio nabii mkuu kuliko wote. Vitu kama hivyo. Hapana. Lazima tujione. Biblia inasema yeyote anayeona sifa, atakayetaka kuona sifa, ajisifu kwa sababu ananijua mimi. Kama kukitokea kuna haja ya kuona mtu nataka ujiona niko special kidogo, je, unajua wingi wa neno la Mungu kiasi gani? Na sio katika kukutukuza wewe, katika kumtukuza yeye. Kuna wakati Paulo alisema nilifanya kazi kupita wengine wote. Kweli alikuwa sahihi.
Anasema kwa neema yake Mungu nimekuwa hivi nilivyo kwa sababu anasema ni mtume mdogo kuliko wote. Anasema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Pamoja na udogo wangu wote ninaweza nikayatenda yote, ninaweza mambo yote katika haya nitengo. Lazima tuifunze moyo wa namna hii. By the way, sio hilo tu, inatakiwa liende na mambo mengine. Kusimama mbele ya kichwa cha Mungu na utakatifu wa Mungu inahitaji kukamilika katika engo nyingi katika namna tofauti. Huwezi kuwa mtu mnyenyekevu, mtakatifu na nini alafu ni tapeli. Ni mjanja katika mali za watu na mali zako. Hivyo vyote lazima viende sambamba na ukamili. Kuna watu wengine wanamkuta ni mzuri katika eneo moja, anajua kusali vizuri tu, lakini huku kwa mwingine ni mtamanifu, yani mkimkaribisha hapa aje awasalie, atawasalie kweli mjue kwamba Mungu ameonekana. Lakini huku kwingine ni mjanja. Ni msengenyaji. Anajua kugawanya watu. Lakini ni msalishaji mzuri. Hivyo vitu vyote unasema mwanadamu ni kitu gani? Leo hii jina la Mungu hili. Huku baadaye tunaona anasema jinsi jina lako lilivyo kuu. Jina la Mungu limefanywa la kitoto. Leo hii mtu anaandika message akiwa anakuombea kitu, Mungu akubariki. Anaweza kukutaja jina wewe kwa herufi kubwa lakini jina la Mungu akaliandika kwa herufi ndogo. Hicho sio kitu kidogo sana mbele za Mungu for sure. Kwa sababu yule yuko anaandikia message maandikie kwa herufi ndogo jina lake uone kama hamtafikishana mbali. Ndio sio. Sehemu nyingine anasema usilitaje bure jina la Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka mlango wa 20, Kumbukumbu la Torati mlango wa 5, mstari ya 7 pale. Anasema usilitaje bure jina la Mungu. Lakini haishii kutokulitaja, haishii katika mienendo, hata katika matendo yetu. Sehemu nyingine anasema katika Luka 6:46 anasema kwa nini mnaniita Bwana Bwana wakati hamtaki kutenda nisemayo? Kwa nini mnaniita Bwana Bwana? Kwa lugha nyingine, kwa nini nyie mnachukua nafasi ya udogo ya mwanadamu? Mimi kweli mmeniinua mmenifanya Bwana, sawa. Lakini ni kwa maneno tu mnaniita tu Bwana Bwana. Kweli mnataka kunifanya Bwana. Kweli mimi ni Bwana wewe. Lakini mienendo yenu inakinzana na maelekezo yangu. Niko pamoja na hili neno. Kwa hiyo tutajifunza hiyo hoja ya ukuu wa Mungu, mstari wa kwanza mpaka wa 3 Zaburi hii ya 8, na udogo, udhaifu wa mwanadamu. Mstari wa kwanza anasema, wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Huyu ni Daudi akinena katika roho, anaongelea ukuu wa Mungu katika dunia nzima. Mungu huyu ambaye wanadamu wanamdharau jina lake, wanali kanyaga chini. Lakini Daudi anakumbuka kuliinua, anasema jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Ni mapenzi ya Mungu. Na ni mapenzi ya mtu yote yule mwenye hekima ya kimungu kuona mambo ya Mungu wetu, Mungu wa Biblia, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo yakiwa yanaheshimika yako juu. Aidha ni neno lake linaheshimika, Mungu anasema mvae hivi na watu wavae hivi. Mungu anavyosema watu wavae ndivyo watu wanavyovaa? Hapana. Anasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 6, Mathayo 5 anasema, ngoja nikufungulie pale wewe usiende pale. Ili kusudi tumalize mapema kidogo. Mathayo 5 mlango wa 16 anasema hivi, Mathayo 5:16 anasema vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu wapate kuona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Wamtukuze. Kutukuza ni kukuza. Kwamba mienendo yetu iweze kumheshimisha Mungu wetu. Iweze kumheshimisha Mungu wetu. Kauli zetu, uvumilivu wetu, upendo wetu, kauli zetu, upole wetu, utoaji wetu, huruma yetu, iweze watu waseme kwamba hawa ni watu wa Kristo kweli.
tuliona kwenye Wakorintho wa kwanza mlango Wakorintho wa pili sorry. Wa kwanza tulimaliza zamani sana. Wa pili ndio tunaendelea nayo kipindi hiki siku za Jumapili. Wakorintho wa pili mlango wa 3 anasema ninyi ni barua. Sisi ni barua. Anasema watu hawatamsoma Kristo, hawatamtambua Kristo kwa sababu hawana interest wa dunia hayo. Anasema inachokiona inaona wale wanaolibeba jina lake. Ndio barua hii. Sisi wanavyotusoma ndivyo wanavyomsoma Kristo. Anatokea mwanamke wa Kiislamu anatakiwa apewe injili amwamini Kristo akili na kuokolewa, anakutana na mwanamke wa Kiislamu wa Kikristo anayetembea amevaa kaptula. Hawezi akamsoma Kristo vizuri hata kidogo. Hawezi hata kidogo. Vivyo hivyo na kijana na mwanaume, nimetoa mfano tu kwa sababu kwa mfano uko wazi sana unasumbua. Anasema katika kitabu cha tuko kwenye Mathayo 5. Tusome Mathayo 6 hiyo habari za kutukuzwa kuinuliwa kwa Mungu wetu. Tu tunafafanua ule mstari wa kwanza anasema wewe Bwana Mungu wetu jinsi lilivyokuja jina lako duniani mote. Tunaweza tukalikuzaje jina la Mungu wetu? Jina la Kristo. Je, ni kwenda kwenye makanisa tukapiga kelele, Kristo. Hapana. Ile ni kulidhalilisha. Anasema mtu akija katikati yenu mnapiga kelele hivyo nyewe walokole sasa atasema mna wazimu. Sasa hebu niambie mtu akishachukua taswira kwamba wale wa Kristo wana wazimu anamsoma vizuri Kristo? Hapana. Ngoja nikwambie anayewasoma vizuri Kristo ni yule mtu ambaye ni mpole, mnyenyekevu, mwenye kuhuruma, mwenye kuwasaidia watu, mwenye kuyaishi mapenzi ya Mungu, mwenye kusoma neno, mwenye kuchukua yani matunda 9 Roho Mtakatifu wa Mungu. Yani mwa katika Galatia mlango wa 5 mstari wa 21 na 22. Anasema katika Mathayo 6 ukisoma mstari ule wa 9 anasema hivi. Basi ninyi salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Jina lako litukuzwe. Ngoja nikuulize wewe Mkristo unayesikiliza ulioko hapa na wewe ulioko mbali vile vile. Na mimi mwenyewe najiuliza, unamtukuzaje Mungu wako? Jina lako litukuzwe. Jina la Mungu wako linatukuzwaje? Mienendo yako inamtukuza jina la Kristo? Uvaaji wako unamtukuza Kristo? Kauli zako. Maneno unayoyamsema yule ukamwambia yule na yule akamwambia yule akamwambia yule. Yale maneno ya katikati yetu yanamtukuza Kristo. Naomba maneno yetu. Anasema kinywa chenu kinene upendo, hekima, maneno yenu yajawe chumvi. Yawe na ladha. Kuna mtu ambaye ukikutana naye unatamani, mimi kuna ndugu yangu sitamtaja jina, hayuko hapa. Ndugu tu mbalimbali kidogo. Ndugu anawasiliana naye maneno nimesema sitaongea naye tena niache. Kile ukiongea naye unajisikia vibaya. Acha tu. Utafanyaje? Niache. Maneno yetu yatiane moyo. Anaendelea tuko tunaangalia jina la Mungu lilivyo tukufu, linatukuzwaje kwa matendo, kwa kinywa, kwa neno la Mungu, kwa mienendo, kwa uvaaji wetu, kwa mioyo yetu yenyewe. Mioyo yetu ndani yake kuna vitu nabeba. Amen. Moyo wenye tamaa haumtukuzi Mungu eti. Anasema katika kitabu cha Malaki, sitafungua pale mlango wa kwanza mstari sasa tulisha kusoma huu mstari hivi karibuni. Anasema kama mimi ni Bwana wenu, kichwa changu kiko wapi? Ile hofu yangu. Mnaniita Bwana ndio jina lao yani matendo yenu fananie basi. Hilo jina langu mnaloniita kama ni Bwana wenu na vitaka vifanane. Hivi mtu akiwaambia bwana nakupenda alafu kama unaona anaendelea kukutesa tu na kukuumiza. Si unaumia sana? Wewe mwambie hakuna kitu kinachoumiza kama mtu wako wa karibu kuwa ndiye mtesi wako. Anasema katika Zaburi ya 55 anasema kama angalikuwa mtu wa mbali angenitesa ningevumilia. Lakini wewe
labda ambaye nimewekeza kwako vitu vyangu. Labda nimekusaidia, nimekufanya hivi, ndiye unakuwa mtesi wangu, ukala chakula changu, baadaye ukaenda ukaniinulia kisigino chako. Anasema inaniumiza nafsi. Wewe mwambie, jitahidi ndugu yangu, na mimi nakwambia ninajisikia. Jitahidi usimtende hiana mtu wako ambaye amekufanyia kitu kizuri au mtu wako wa karibu. Kweli kabisa. Hayo sio matendo ya Mungu. Ni matendo ya giza. Hani matendo ya giza. Anasema katika kitabu cha Warumi mlango wa pili. Mstari wa 24, Warumi pili 24 anasema kwa ajili yenu sitafungua pale. Wakati niko natafuta Zaburi 55 ile mstari nisome kidogo. Warumi pili 24 anasema jina la Mungu linatukanwa katikati ya mataifa. Kwa ajili yenu watu wa Mungu mchana kutwa tunalitukamisha jina la Yesu Kristo. Mienendo yetu. Kwa mfano mtu akijua kwamba wewe unasoma Biblia unahubiriwa afa kaona unaenenda kuliko mbaya kuliko dunia, unachuki kuliko dunia, anamchukia Mungu wako. Kweli kweli. Amina. Anasema jina la Mungu tunaitukanisha mchana kutwa. Sura 12 Zaburi 55 anasema kwa maana aliyetukana si adui kama ndivyo ningelivumilia. Aliyejitukuza juu yangu si anichukiaye kwa kama ndivyo ningalijificha asinione, bali ni wewe mtu mwenzangu, rafiki yangu niliyejuana nawe sana, tulipeana ushauri tamu na kutembea nyumbani mwa Mungu pamoja na mkutano na maneno mengine nasema mtu ambaye wa ndani ndiye aliyenifanyia yote haya mabaya. Ndio katika mlango wa 8 wa Zaburi tena. Mstari wa 2 anasema vinywani mwa watoto wachanga, baada kutaja ukuu wa Mungu akaanza kutaja jeshi lake ni jeshi dhaifu. Watu waliojiambatanisha nao ni watu wadogo wadhaifu. Aligundua wanadamu hawaaminiki. Akaja kwa wengine kabisa anasema vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao umeiweka misingi ya nguvu. Nguvu ni nini? Ni tegemeo. Kwa sababu yao wanaoshindana nawe. Wagomvi wa Mungu, watu wanaopingana na kweli ya Mungu, ili kusudi Mungu aweze kushindana na hiyo hali. Of course Mungu hahitaji msaada wa wanadamu. Lakini ana viumbe vyake, ana malaika mbinguni, ana maserafi, ana wale wengine ambao waserafi wana mabawa 6. Na wa nini wale? Makerubi, asante mtoto. Makerubi ana wenye uhai 4 wale, ana wazee 24, ana mamlaka nyingi, ana malaika 1000 na 1000. Lakini ana wanadamu. Anasema sasa katika wanadamu vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao umeiweka misingi ya nguvu, kwa sababu yao wanaoshindana nawe uwakomesha adui na mjilipiza kisasi. Mungu wewe hoja hii Mungu anaweza kaangalia watoto ndio haina shida, lakini Mungu watoto anaowasema ni watu wenye tabia ya watoto, watu wazima. Mimi na wewe tunapokuwa na tabia za watoto wadogo za kiroho, maisha yetu ya kiroho yakawa ya mbele za Mungu ni kama ya watoto wadogo, ndilo linakuwa ndo jeshi la Mungu. That's it. Ndivyo ilivyo. Wewe ni kuthibitishia kwa maandiko. Hebu tuende katika kitabu cha Mathayo mlango wa 18 anasema hivi. Mathayo 18 kuthibitisha kwa maandiko, tusikie Mungu anavyotafuta tuanze Mathayo 19. Kwa sababu 18 na 19 ni jirani tu, tutakuwa huo. Mathayo 19 anasema hivi. Mathayo 19 mstari wa 14 anasema hivi. Mathayo 19:14 anasema lakini Yesu akasema waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio kama mfano wa hawa. Watoto wadogo wamewachukua kama mfano. Lakini anaongelea watu wengine. Mfano wa hawa watoto wadogo
ufalme wa mbinguni ni wao. Wewe mwambie siwezi kupata ufalme wa mbinguni kama hatuko kama watoto wadogo mbele za Mungu. Watu wanaojishusha, watu wanaoamini, mtu mwenye ufahamu wake mkubwa, unakutana na mtu msomi sana na degree zake au na degree kake kakokoteza sehemu fulani, anajifanya anataka kuchimba. Huyo Mungu aliumba. Kwanza alipokuwa anaomba alikuwa amesimamia wapi? Neno la kipuzi kama. Mtoto wangu hafanyi. Mtoto mdogo anamwambia, "Mlala hapo, nikuletee nani analala." Alafu watoto wadogo jua na kitu kingine, wana kumbukumbu. Wanakumbuka ukimwambia kitu anakaa nacho muda mrefu. Leo hii Wakristo wa leo tunaambiwa dakika hiyo. Tukiamini tunaamini hapo, lakini baada ya mwezi mmoja hiyo hoja tuikubali tena, tushaiacha. Anasema katika Mathayo 19 hiyo tumemaliza 18 mstari wa 3 anasema hivi. 18:15 akasema, "Amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni." Hamtaingia kamwe. Mstari wa 4 anasema, "Basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni." Hajasema mtoto, anasema ni kama huyo, mfano wa huyo. Mungu anataka tuwe mfano. Wewe ulize mimi na wewe tujiulize. Wakubwa. Tuna wepesi na usikivu kama vitoto vichanga vya miaka 3 miwili. Tuko hivyo au ni wagumu kama matofali? Ni wagumu kama matofali. Tuwe makini maneno ya Mungu. Ujumbe wake ni nini? Tuongoke, tujishushe kuwa kama vitoto. Na tuwafundishe watoto neno la Mungu. Kwa sababu inaonekana Mungu amewekeza katika watoto wenyewe. Ndio, achana na sisi tu, anatutaka tuwe kama watoto, lakini vile watoto wenyewe kama wenyewe Mungu anawataka. Anasema katika kitabu cha Isaya ile kitabu kirefu kabisa kwenye Agano la Kale, na kingine kirefu zaidi. Lakini kitabu huwa nakipenda kwa sababu tulikisoma mara mbili. Ile sura 66 tulisoma mara mbili kwa muda kama miaka miwili na kitu. Ile sura 66. Kwa hiyo sura 28 Isaya 28 anasema mstari wa 9 anasema. Sema atamfundisha nani? Ngoja nisome katika King James. Kwenye King James kidogo kwenye Kiswahili amekosea lakini ngoja nisome kwenye King James. Nasema Isaya 28 some mstari wa 9 anasema. Nitasoma kwenye King James nitafafanua mstari yote afu nifafanue kwa pamoja. Whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breasts. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. For with the stammering lips and another tongue will he speak to these people. Anasema ni nani atakayemfundisha maarifa na elimu na neno la Mungu? Anasema ni wale walioachishwa titi. Yaani wale watoto wachanga. Mtoto anayeachwa titi wakati mwingine anaachishwa na miezi 3. Mimi nawajua watoto walioachishwa na miezi 3, wengine 6, wengine mwaka, akibahatika labda mwaka 1 na nusu. Lakini umri huo anasema hao Mungu anataka wafundishwe line upon line. Kamstari kadogo tu. Juu ya kamstari anamfundisha hapo. Baba yetu aliye mbinguni anafundishwa hapo Mathayo 6. Kesho hiyo mtoto mpaka anakuja kuwa mtu mzima anasema mlee mtoto katika njia impasayo naye kama mkubwa hata yake. Leo hii watoto wamemwacha Mungu, wanamjua Diamond, wanajua uchafu kuliko wazazi wao kwa sababu Isaya 28 haikuwa kufanya kazi kwao. Leo halikuwa somo la leo. Hiyo hoja kwa undani. Kwa hiyo ngoja nisogee. Twende katika mstari wa 3.
Anasema Zaburi 8:3 anasema hivi. Nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibisha. Ukuu wa Mungu ukiacha kwamba neno lake tunatoka kulisema na nguvu zake na nini unathibitishwa na kitu kingine anachokisema nikiziangalia mbingu zako. Yaani ile kazi ya uumbaji wa Mungu. Na wakati mwingine unahitaji kuangalia mbingu kama mbingu, angalia hata nchi. Angalia mito na bahari kuu. Daudi anasema Zaburi nadhani ya 140 ngapi kama sio 6 anasema 40 anasema washukao baharini kwenye kilindi kikuu cha maji. Hao ndio wanaojua ukuu wa Mungu. Ndio watakuja kuambia kwamba kwa kweli huyu Mungu sio kucheza naye. Anasema ukishaenda kwenye maeneo yenye vilindi vikuu, maji makuu na hivyo ni vya duniani, lakini hapa anasema pia kwenye Zaburi ya 108 anasema watu tunapoangalia kazi ya mikono yake. Anasema kwa hivi viumbe tu nyota, mwezi na jua. Vitu havikosei. Hem jiulize tangu uzaliwe. Wewe labda mkubwa kuliko mimi au labda walikareto au vyote vile. Tangu tuje okay, hem jiulize tangu mtu uzaliwe kungekuwa kuna gari limetengenezwa na wanadamu au mashine ingekuwa jua lishawahi kukosea? Kwa nini liko kamilifu kiasi hiko? Anasema yeye aliyeliadhimisha. Wewe uliyekuadhimisha ni kama kuviweka kwenye nafasi yake. Kuviweka umeadhimishwa, umeviinua. Anasema huo ndio ukuu wa Mungu wa kwanza. Kusoma kwenye Zaburi ya 19 mstari wa kwanza anaendelea mbele kidogo. Anasema Zaburi ya 19:1 anasema mbingu za hubiri utukufu wako na anga laitangaza kazi ya mikono yako. Sema ile anga tu. Anasema ile anga peke yake linatosha kutangaza ukuu wa Mungu. Ukiachana mtu angalie mwanadamu anavyokuwa. Mwanadamu anavyozaliwa tumboni wakati fulani unajiuliza alikuwa hayupo, baadaye akawepo, baadaye akawa mkubwa, baadaye akajiinua, baadaye akaua watu, baadaye akawa na nguvu sana, kuna wakati hakuwepo. Alafu haulizi, harudi nyuma akasema Mungu mimi nilikuwa wapi au naenda wapi? Kwa sababu kama sikuwepo wakati fulani, basi kuna wakati nitakuwa sipo tena, nitakuwa wapi? Nilipokuwa zamani kabla sijaja hapa duniani ndiko nitakakorudi. Amen. Kwa hiyo anasema jinsi lilivyokuwa jina lako duniani wote. Hoja ya pili tuliyoiona baada ndo actually imebeba somo la leo ni hiyo tuliyosema inasema uduni na udogo wa binadamu. Uduni na udogo wa binadamu. Huyu tulikuwa tunaangalia ukuu wa Mungu. Tunaangalia katika matendo yake, katika nini, katika maisha yetu ya mtukuze Mungu, tukamwangalia katika uumbaji kwa uchache. Kwa uchache kabisa. Anga, mvua, jua, nini na vitu kama uumbaji wa Mungu. Sasa tuangalie na udogo wa wanadamu. By the way, ukuu wa Mungu na udogo wa wanadamu ndio unaweza kuishi pamoja. Ukuu wa Mungu na ukuu wa wanadamu ambao wanadamu wanataka viende sambamba havifanyi kazi. Vile vile ukuu wa wanadamu na udogo wa Mungu havifanyi kazi. Wanadamu hawana shida na hiyo. Wanadamu wengi wana shida na ukuu wa Mungu na udogo wao. Wanataka sehemu nyingine anasema ulijiinua, ndio kazi ya shetani. Kusoma kwenye Isaya 12 pale anasema Isaya 14 sorry. Anasema atajiinua na kupaa mpaka vimo vya juu kabisa kwenye mawingu ya Mungu. Ataweka kiti chake huko. Akae na usawa mmoja na Mungu. Amen. Hiyo wanadamu ndicho wanachofanya, wanataka waende katika anga za mbali. Sema ambayo wala haikuwa mapenzi ya Mungu wanadamu kuwa. Wengine nasikia wameshapata ardhi huko. Nasikia katika sayari ile ya 3 ile ya Mars. Nilikuwa naitwa nini kwa Kiswahili? Si mshtalizi Mars, nasikia matajiri watakuwa wanakaa upande wa kaskazini kama hivi walivyo duniani. Kama nchi za kaskazini, Ulaya, Marekani, Japani huko, Canada, hao wote wanaishi kaskazini. Nasema na huko wameshashika ardhi za kaskazini. Kama atakuja mtu maskini atakaa kusini.
Puuzi. Tena upuuzi, yani upuuzi zaidi ya upuuzi. Upuuzi zaidi ya upuuzi. Sasa wana anasema Zaburi ya 8 anasema mtu ni kitu gani hata umkumbuke na binadamu hata umwangalie. Sasa mwingine anasema yani hata kusema ni kwamba hivi mtu yani anachosema ni mdogo sana, hana thamani sana katika hali yake ya kawaida. Hakustahili hata kukumbukwa kwamba anaishi. Ni kama mtu ukae hapa, hivi wewe kuuliza unaweza kutembea labda kwenye pavings barabarani, ukawa unajiuliza unasema hivi kama kuna siku naweza kwa kuna sisimizi hivi nikiwakanyaga si wanaanza kafa kweli. Ngoja nitembee nikiwa makini na napiga mguu hapa na naruka napiga kule niepuke nisiwasage sisimizi. Lakini anasema wanadamu ni mdogo, hakustahili kukumbukwa. Lakini Mungu ametuweka katika mahesabu yake. Katuweka katika mahesabu yake. Na hayo maneno anayarudia ukitaka kuona kwamba kitu kina ni hoja kubwa unakuta yamesemwa sehemu nyingine kwenye Biblia. Ukisoma kwenye baki hapo kwenye Zaburi ya 8 nitakusomea kwenye Zaburi ya 144 mstari wa mwishoni mwa Zaburi zile. 144 mstari wa 3 anasema hivi. Bwana mtu ni kitu gani hata umjue na binadamu hata umwangalie. Ni nini? Ayubu anasema unaweza kulinganisha pia katika Ayubu na Ayubu anasema katika Ayubu 7 mstari wa 17-19 anasema hivi. Sema je, mtu ni kitu gani hata ukamtukuza na kumtia moyoni mwako na kumwangalia kila asubuhi na kumjaribu kila dakika? Je, hata lini hukomi kuniangalia wala kunisumbua hata nisimeze mate? Na usikia maneno? Biblia inamwambia mimi nakuomba wewe na mimi. Hasa nyinyi vijana mnaokuwa bado mna muda mrefu kidogo mbele ya dunia. Mjaribuni tujaribu kujiuliza maswali kama haya. Mimi ni nini? Nina thamani ipi ndani yangu? Je, nyama yangu si udongo kama udongo? Kwa nini basi Mungu ashughulike na mimi? Ana kitu fulani basi cha msingi katika maisha yangu. Lazima na mimi niende sambamba na matakwa yake. Amen. Anasema katika kitabu cha Yakobo mlango wa 4:6 anasema hivi, Yakobo katika Agano Jipya mimi nitakusomea usende huko kusudi uweze kufuatilia hii hoja. Yakobo 4:6 anasema hivi. Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi, kwa hiyo husema Mungu huwapinga wajikuzao bali huwapa neema wanyenyekevu. Ili kusudi Mungu aweze kuwa vizuri na sisi na sisi tuweze kuwa vizuri na Mungu. Tusiwe hapa kuna makundi mawili, kuna wale ambao Mungu anapingana nao, kuna na watu Mungu anawapa neema wale wanyenyekevu. Hebu tuishi maisha mioyo yetu ijawe na unyenyekevu. Na upole. Na upole. Na Yakobo yoyo anasema mstari ule wa 10 anasema hivi. Jidhilini mbele za Mungu naye atawakuza. Sema ukijishusha wewe. Wakati mwingine mtu akakuonea ukakubali kuonewa, anasema Mungu atakukuza, atakuinua, atakukuza. Ni hoja zimeshikana kidogo. Moja inaanza na sisi tukiwa wadogo mbele za Mungu, lakini ukubwa wetu, sikiliza vizuri kabisa. Hii mistari ya Yakobo ndio inatupa. Ukubwa wetu unatokana na sisi tunapokuwa tumejua nafasi yetu kwamba ni ndogo, basi Mungu anatuinua. Na ndio mfano wa Yesu aliotoa kwenye Luka pale, Luka 10 na ngapi pale? Sema mtu 14. Sema mtu akikualika katika harusi, usiende ukakaa kwenye viti vya mbele ukajifanya wewe ndio mwenye shughuli ile. Sema wewe nenda kae huko katikati nyuma kule. Ili kusudi baadaye
aje kutukuza akulete mbele kusudi uweze kupata utukufu. Kwa hiyo hebu tujidhiri mbele za Mungu kusudi Mungu atuinue. Ndio ujumbe. Huo ndio ujumbe unaotoka kwenye mistari. Turudi pale kwenye Zaburi ya 8 mstari ule wa Zaburi ya 8 mstari wa 5. Tuko kwenye mstari wa 4 anasema Zaburi ya 8:5 anasema Sorry. Zaburi ya 8:5 anasema umemfanya mdogo punde kuliko malaika. Kwenye King James katumia malaika na alivyo ilivyo nukuliwa kwenye Agano Jipya. Huo mstari umefundishwa kwenye Agano Jipya kwenye ufufuo. Ametumia neno malaika sio Mungu. So ni Biblia yetu ya Kiswahili. Sijajua wakati mwingine wasielewa kwa nini waliamua kutafsiri vibaya kwa makusudi au kazi walikuwa wafanya ilikuwa sio mbaya. Ili unapoharibu sasa. By the way hilo ni somo nalo. Mfanyie kitu mtu kizuri usichanganye na kibaya. Kwa sababu kitu kidogo kizuri, kitu kidogo kibaya kinaharibu kitu kikubwa kizuri. Ndio sio? Anasema umemfanya mdogo punde kuliko malaika, umemvika taji ya utukufu na heshima. Ngoja niwaambie, Mungu katika udogo wa mwanadamu. Sehemu nyingine anasema wewe Yakobo uliye mdogo, wewe uliye mnyonge. Ibrahim anasema alipokuwa anasema anajaribu kuitetea Sodoma alipokuwa anakaa ndugu yake Rutu. Anasema mimi sasa nimeshika kunena na Mungu, mimi niliye mdogo kuliko majivu. Yaani naanzaje kujadiliana na Mungu au kama kumuuliza vipi Mungu mbona kama vile unataka kuchukua hatua mbaya sana dhidi ya taifa hili la Sodoma, miji hii ya Sodoma na Gomora. Tujijue nafasi yetu mbele za Mungu wetu. Na mbele za wanadamu vile vile. Mbele za wanadamu. Watu mwingine kifika sehemu fulani mtu akaenda akakupa kiti kibaya, usije ukamuuliza sasa mbona umenipa kiti hiki, sungenipa kile mbona kipo? Wewe chukua hicho. Wakati mwingine. Wewe kuna wakati wa kudai haki zetu. Lakini sio kila wakati wa kudai haki zetu. Sio kila wakati wa kudai haki zetu. Kuna wakati wa kudai haki zetu, sio kila wakati wa kudai haki zetu. Huo ni ujumbe tu. Anasema katika mstari ule wa kwenye mstari wa ngapi? Wa 5. Kwenye mstari wa 5. Anaunukuu vile vile kule kwenye Ebrania 2. Kwenye Ebrania 2 mstari wa 7 Ngoja niweke hoja sitaisomea mistari yake lakini nataka tu niweke kitu kieleweke vizuri. Anasema ule udogo mwanadamu udogo wangu na wako. Ngoja niwaambie ukitaka kujua wewe ni mdogo uje uone mtu anavyokufa kighafla. Yaani ungesema angepambana na yale mauti labda akayashinda kama miaka 3 mfululizo alafu baadaye naye akafa kwa sema nini jamaa alikuwa na nguvu. Hizo unakufa kirahisi sana mwanadamu. Tunakufa kirahisi sana. Lakini anasema hoja inayokuja ambayo iko sehemu nyingine leo sitaigusa lakini tuligusa kwenye kitabu cha Ibrania. Nikukumbusha tu. Inayosema kwamba kwa nini kama mwanadamu ndiye mdogo katika viumbe vya Mungu, sehemu nyingine anasema umemfanya mdogo punde ni kwa nukta chini ya malaika. Lakini kwa nini mwanadamu anaonekana Mungu amemweka mbele katika mambo yake na kwa nini Yesu Kristo akajifananisha kaitwa mwana wa Adamu mwanadamu? Unaweza ukasema Mungu kwa sababu anawaangalia wadhaifu na wanyenyekevu zaidi anachukua kiti chake na kujiungamanisha na hao. Mungu hufanya kazi na wanyenyekevu na wadogo. Mungu hufanya kazi na wadogo. Kwa sababu kuna viumbe vingine anavyo. Nasema viko juu ya mwanadamu. Vinamzidi nguvu. Malaika anaweza kama hapa baada ya sekunde 0 yuko Urusi. Yuko Marekani. Yuko New Zealand. Yuko nchi za mbali zote zile. Labda yuko Montevideo huko Uruguay. Yuko Chile wapi mbali nchi za mbali kabisa kutokea hapa ulipo na mimi. Lakini mwanadamu hawezi. Anasema kwa nini sasa? Kwa hiyo kwa nini Mungu anafanya kazi na anasema je, sehemu nyingine aliuliza akasema je ni kwa malaika yupi aliyemwambia kitu chochote cha mipango
yake. Lakini kwa nini Yesu Kristo akafananishwa, hakufananishwa na malaika, akafananishwa na mwanadamu? Akaitwa jina la mwanadamu. Udogo wetu ndio unatupa thamani ya kuinuliwa na Mungu. Ndio ujumbe wa hiyo mistari ambayo iko sehemu nyingine, sio hii. Imeiguswa kidogo hapa, lakini sio ujumbe mkubwa sana wa Zaburi ya 8. Zaburi ya 8 mstari wa 6 anasema hivi: umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Kutawaza ni kufanya nini? Kutawaza ni kutia mpaka mafuta, kumpatia mtu cheo, kumpaka mafuta, kumpa cheo, kumpa mamlaka. Ametawazwa kuwa mfalme, ametawazwa kuwa rais, kitu kama hicho. Ametawazwa kuwa mchungaji, vitu kama hivyo. Anasema wanadamu ametawazwa kuwa na udogo wake na udhaifu wake, kuwa mkuu wa vitu vya dunia hii. Ukisoma katika vitabu vya Mwanzo pale, ukianza na Mwanzo yenyewe, lakini na vitabu vingine vya Agano la Kale. Kwa mfano Mwanzo 1:26. Mungu anasema akamuumba mwanadamu kwa mfano wake, Mwanzo 1:26 mpaka 28 pale. Akamuumba mwanadamu kwa mfano wake, na udhaifu wa mwanadamu bado tunabeba sura ya Mungu. Wewe kama mimi na wewe tunabeba sura ya Mungu, matendo yetu ya kishetani tutakuwa hatumpungukii muumba wetu. Swali linakuja. Kama Mungu anasema kamuumba mtu kwa mfano wake, unajua tunabeba sura ya Mungu. Tusitukane basi. Na sio kwamba nakwambia wewe unajamiana na mimi. Na kama nikianguka uzuri unasema bwana ulisema pale kwamba hapana, hakuna mkamilifu, lakini tutafute ukamilifu. Amen. Sema iweni watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Amen. Sasa anasema kwa vile ametuumba, amesema sisi ni wadogo kuliko malaika, punde kuliko malaika, sawa. Lakini kwa nini amemtawaza juu ya kazi ya mikono yake? Akasema mwanadamu, akamuumba Adamu, akamweka pale, akasema utavitawala, utavipa majina, kila kitu. Mbele akamwambia Nuhu, akasema vyakula vyote, wanyama wote atakula chakula chako na mazao yako, kila kitu. Ingawa anasema kwamba hii dunia nimekupa. Mwanadamu leo ameichukua dunia akamkabidhi shetani. Wanatawala pamoja. Ndio sababu shetani anaitwa mungu wa dunia hii. Leo mwanadamu afanye biashara kwenye dunia Mungu aliyompa asipokuwa ameweka nguvu za shetani katika ile biashara yake ambayo Mungu amempa. Itakiwa tu tunarudi kwa yule aliyetupa, kwa sababu sio kama ametupa moja kwa moja, tuseme ni kama ametudeputize, ametukaimisha. Sisi ni kaimu wa Mungu hapa duniani. Kaimu ni mtu ambaye yupo kwa muda, kwa nafasi ya mwingine. Lakini Biblia inasema Kristo atakapokuja atatoa mamlaka yake. Kitabu cha Ufunuo kinaeleza, anasema watu watashangilia kwa sababu Mungu ametawala tena kwenye dunia yake aliyojiumbia mwenyewe. Na tutawala pamoja naye. Tutatawala pamoja naye. Kwa hiyo ni hoja ukiangalia imekaa kifalsafa fulani, lakini hapana, ni hoja ya maisha ya kila siku. Kwamba tunapokuwa wadogo, tunaposimama katika nafasi Mungu aliyotupa, tunampendeza Mungu na tunatawala pamoja na Mungu wetu. Mungu anatawala kwenye nyumba yako, anatawala katikati ya watoto wako, katikati ya ndugu zako. Je, shetani ataacha? Hapana, naye ataingia humo. Ndio, kwa sababu wana wa Mungu walipofika mbinguni kwenda kama kujihudhurisha, na shetani aliingia miongoni mwao pale kwenye Ayubu mwanzoni. Na shetani akaja. Labda anasema ngoja kwanza tumsikilize yule pale, tuambie ulikuwa wapi kwanza? Nilikuwa huko duniani nazunguka. Nilikuwa ninapoteza muda huko. Anasema umemwona Ayubu? Sema yupo, nimemwona, mambo yake anaenda vizuri. Nimemwona yako vizuri, umembariki sana, ndio sababu yuko vile. Ndio mjadala kuanzia pale akaanza kumpiga Ayubu. Akaanza kumpigisha, akamchongea. Shetani anamchongea kwa Mungu. Na Mungu akasema okay, wewe tuone kama uchongezi wako ni wa kweli, tuupime kwa Ayubu mwenyewe. Ayubu akashinda ule mtihani. Yes. Ayubu akashinda ule mtihani. Tusonge mbele, lakini bado ujumbe ni ule ule. Naomba tufafanue mambo lakini turudi kwenye ujumbe mkuu. Ujumbe mkuu ni ule ule, wanadamu mdhaifu, wanadamu mdogo, anampendeza Mungu,
na Mungu anamuinua. Na Mungu anaendelea kuwekeza kwake, anampa dunia, anampa vitu, anampa mali, anampa wewe mwambie ukijishusha Mungu atakuongezea. Kuna mtu mwingine akipata tu kasuti kamoja tu analala amepiga picha miangapi amerusha kwenye mitandao yote. Akila tu chakula kazuri, labda ikatokea amekosea njia amefika hoteli kubwa, lazima watu wote watajua. Anaweka status, anaweka Instagram, anaweka kila sehemu. Anaishi kwa maonyesho. Anaishi kwa kujiinua, kujitutumua. Vipi watu wasipojua Mungu akajua peke yake? Nasema mambo yetu tunapofanya sirini na Mungu, Mungu hutulipa hadharani. Amen. Anasema katika kitabu cha Mathayo. Maombi yetu, kuna watu wanataka kufanya maombi wanaweza kufanya maombi masaa 3 wanaonyeshana. Na wanarusha live wanavyoomba. Hivi unarushaje maombi live? Neno la Mungu kama hivi tunalihubiri live. Ili kusudi likawafanye watu wengine kama ambavyo hawajafika hapa, sisi tuliko hapa tupo kwa niaba ya wengine, na ndivyo ilivyo. Mstari ule wa 7 na wa 8 nakaribia kumaliza. Zaburi ya 8:7-8 anasema baada ya kumtawaza anasema kondoo na ng'ombe wote pia na wanyama wa kondeni, ndege wa angani, mstari wa 8 na samaki wa baharini na kila kipitacho njia za baharini. Kwa baharini Biblia inasema kuna njia, although ni maji sawa, lakini kuna njia na mikondo fulani maji yanakopita na wanyama wanakopita na nini. Ni wanasayansi wanajua sawa baharini. Yote katika yote anasema huko kwenye vitu yote baharini, nchi kavu, mimea, kila kitu kiko mikononi mwa wanadamu. Na mwanadamu anakitumia vibaya bila kumpa Mungu utukufu. Wewe leo hii wanadamu wanatumia pesa zao ambazo wamepewa na Mungu. Binasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Umeishika na ukitaka kujua kwamba umeishika sio kwako, ile dhahabu itabaki wewe utaondoka. Cheo ni mali ya Bwana. Watu wanashika kacheo miaka 2, 5, 7 anakuwa mkuu kuliko muumba wake. Anachukua amekuwa mkuu wa taasisi tu kadogo, lakini anakuwa ameinuka kweli kweli. Nasema sio tumepewa hivi vitu wanyama kondeni tuvile na vingine na nini lakini ni mali ya Bwana. Na Yesu Kristo alivyokufia mimi, Biblia inasema atakapokuja kunikomboa mimi, kusoma kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 8 anasema na viumbe vile navyo vinalia kama wote tunavolia. Tunateswa na dunia. Wale wanyama wanaouliwa polini wanafanya nini? Ni kwa sababu ya dhambi na uchafu na anguko la mwanadamu. Siku mwanadamu huyu aliyekosea akajiangusha mbele za shetani na nini na dunia ikachafuka, na wale wanyama nao watapona. Ndio sababu simba atakaa na ndama. Mtoto wa mwanadamu atakaa na kifutu. So mstari ule wa 9 anasema wewe Bwana Mungu wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani kote. Ni maneno kama yale ya mstari wa kwanza. Kwa hiyo hatuna cha kuhubiri zaidi. Mstari wa kwanza wa kitabu cha Zaburi mlango wa 8 na mstari wa mwisho, mstari wa kwanza na wa 9 yote inafanana. Wewe Bwana Mungu wetu, wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani wote. Ni wimbo huo. Kibagizo kinajirudia mara kadhaa. Jina la Mungu ni kuu na ujumbe tunaopata. Tumtukuze Mungu katika yale tuliyosoma, tuliyosikia. Hakuna usihukumiwe na hili neno, lakini vile vile kama hauko tayari kuliamini basi nakuomba likuhukumu mara 10. Lakini lengo la neno la Mungu sio kutuhukumu. Yesu anasema sikuja kuhukumu dunia bali okolewe na mimi. Lakini tukikataa kuokolewa anasema neno ndio. Anasema
mimi si naye hukumu, lile neno nililolisema ndilo litakalo hukumu siku ya mwisho, ndo anachosema. Kwa hiyo hili neno lipo kwa ajili ya kututengeneza. Tukishindwa kutengenezwa nalo linageuka linakuwa hukumu. Lakini originally lengo la awali ni kwa ajili ya kututengeneza, kwa ajili ya kutuponya, kwa ajili ya kutufurahisha na kututia katika amani na furaha na ya Bwana. Lakini tunapokinzana nalo basi linageuka linakuwa kitanzi. Ndio sababu neno la Mungu unaweza baada ya kulisikia ni tamu kasikia kama vile unatamani lisingekuwa nasema. Kwa sababu tumekaa kimkabara na lile neno, tumeshindana nalo. Lazima tuendane nalo. Na wanadamu wengi wana tabia kushindana na neno la Mungu. Hapana. Twende sambamba na lile neno ili kusudi lituwe zuri, liwe tamu. Amen. Toka tumeishia hapa. Bwana Mungu wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya neno lako, kwa ajili ya fadhili zako. Tunasema asante Jehova. Tunaomba Mungu baraka zako zikatawanyike pamoja nasi, zikatuenda kutufunika, ukatukusanya hapa tena wakati mwingine kwa kuendelea kujifunza na kujua kweli yako. Tunaomba tusamehe na kutubariki. Ni katika jina lako Bwana wetu Yesu Kristo tunaamini na kupokea yote. Amen.